Kisha Naomi akamwambia mkwewe, je, mwanangu, si vizuri nikutafutie raha ili upate mema? Basi na huyu Boazi, je, siye wa mbari yetu, ambaye ulikuwapo pamoja na wasichana wake? Tazama, usiku wa leo atakuwa akipepeta shairi pale ugani. Basi wewe oga, ujipake mafuta, ujivike mavazi yako, kisha uende kwenye uga. Walakini usijionyeshe kwake mtu yule, ila atakapokwisha kula na kunywa. Nayo itakuwa wakati atakapolala, utapangalia mahali alalapo, nawe uingie uifunue miguu yake, ujilaze hapo, na yeye atakwambia utakalofanya. Akamwambia, hayo yote unenayo mimi nitayafanya. Basi akashuka mpaka ugani, akafanya yote kama vile mkwewe alivyomwagiza. Ikawa huyo Boazi alipokwisha kula na kunywa, na moyo wake umekunjuka, alikwenda kulala penye mwisho wa chungu ya nafaka. Na huyo mwanamke akaja taratibu, akaifunua miguu yake, akajilaza papo hapo. Na ikawa usiku wa manane, yule mtu akasituka, akajigeuza, na kumbe yupo mwanamke amelala miguuni pake. Akasema, ama ni nani wewe? Akamjibu, ni mimi Ruthu, mjakazi wako. Itande nguo yako juu ya mjakazi wako, kwa kuwa ndiwe wa jamaa aliye karibu. Akamwambia, mwanangu, ubarikiwe na Bwana, umezidi kuonyesha fadhili zako mwisho kuliko mwanzo, kwa vile usivyowafuata vijana, kama ni maskini, kama ni matajiri. Basi mwanangu, usiogope, mimi nitakufanyia yote uyanenayo, kwa maana mji wote pia watu wangu wanakujua ya kwamba mwanamke mwema. Tena ndio kweli ya kuwa mimi ni wa jamaa yako aliye karibu, lakini kuna mtu wa jamaa aliye karibu kuliko mimi. Wewe ungoje usiku huu, kisha asubuhi kama akikubali kukufanyia impasavyo jamaa, haya na kufanyie. Lakini ikiwa hataki yeye, basi mimi nitakufanyia impasavyo jamaa. Bwana aishivyo, ulale wewe hata asubuhi. Hivyo huyo mwanamke kalala miguuni pake hata asubuhi, akaondoka mapema, asijaweza mtu kumtambua mwenziwe, maana Boazi amesema isijulikane kabisa ya kuwa mwanamke alifika penye uga. Tena alisema, lete hapa shela yako uliyoivaa uishike. Naye akaishika, naye akampimia vipimo 6 vya shayiri, akamtwika. Kisha huyo mwanamke akaenda zake mjini. Basi alipofika kwa mkwewe huyo, akamuuliza, je, mwanangu, imekuwaje? Akamwambia yote yule mtu aliyomfanyia. Akasema, na vipimo hivi 6 vya shayiri amenipa, maana akaniambia usiende kwa mkweo mikono mitupu. Naye mkwewe akasema, basi mwanangu, tulia hata utakapojua jinsi litakavyotukia jambo hili, kwa sababu mtu huyu hataridhika